Mnete. DW. Habari za ulimwengu. Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza lasema vikosi vya Israel vimeanza kuondoka Gaza. Maria Corina Machado wa Venezuela ndiye mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel. Na Ubelgiji asema imetibua jaribio la shambulizi la droni dhidi ya waziri mkuu. Habari kamili. Gaza City. Shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza limesema leo kwa vikosi vya Israel. Riki muhimu, tutumie ujumbe mfupi katika ukurasa wetu wa Facebook. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa washirika wa taifa hilo kuchukua hatua madhubuti baada ya Urusi dhidi ya Urusi, na utapata pia kusikia tangazo na taarifa zake za kina za mshindi mpya wa tuzo ya amani ya Nobeli. Lakini halikutaja sehemu nyingine za mpango wa rais wa Marekani Donald Trump vilivyochochewa na shambulio la kundi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Rais wa Faransa. Mchakato wa kidemokrasia unapaswa ni kuinua jamii hiyo kutokuwa tegemezi ikiwemo fedha, jambo linalo njia panda kutokana na kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa fedha. Wa Uingereza Yvette Cooper la salama baadhi ya wagombea. Rais wa Faransa. Ni taarifa yake Josephat Charo. Wakati kampeni za uchaguzi mkuu nchini Tanzania zikiingia hatua ya lala salama, baadhi ya wagombea wenye mahitaji maalum wanajikuta njia panda kutokana na kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa fedha, hali iliyowafanya washindwe kupanda majukwaani kuwafikia wapiga kura. George Njogopa na taarifa ya kina. Hamasa na shamra ndio wiki ya lala salama kuwashawishi wapiga kura, lakini kwa wengine wamesali kwa usindikizaji wa macho katika kunadi sera zao. Changamoto kubwa zaidi kwa wagombea wenye ulemavu ni kupungukiwa kwa rasilimali ikiwemo fedha, jambo linalotia shaka wagombea wa kundi hili iwapo wanaweza kuvuna chochote wakati wapiga kura watakapoteremka katika vituo vya kupiga kura hapo Oktoba 29. Kondo Adulshefu, mgombea mwenye ulemavu anayewania nafasi ya bunge kupitia chama cha wananchi CUF wilayani Kisarawe, anasema hadi sasa hajapanda katika majukwaa kampeni kuzungumza na wapiga kura, na kwamba hali hiyo inamzidishia wasiwasi iwapo ataweza kutimiza ndoto yake ya kwenda bungeni. Naona dalili sio nzuri sana. Kwa hiyo hatima yangu kama naona kwamba mimi binafsi naona wenzangu naona haieleweki mpaka sasa. Katika chaguzi mara zote makundi yanayojulikana kama maalum, ambayo ni vijana, wanawake na watu wenye uhitaji maalum, yamekuwa kipewa msukumo kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuwania nafasi mbalimbali za uongozi, na kwenye uchaguzi huu wameitikia shinikizo hilo. Katika kampeni za makundi hayo yanapigwa jeki na kauli mbiu kwamba kuyawezesha makundi hayo ni kuinua jamii hiyo kutokuwa tegemezi. Lakini Ndonde Saidi Ndonde, ambaye amejitokeza kwa eneo bunge, anashangaa kuona kwamba vyama vya siasa vinasaidiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kwa mfano wale wagombea urais waliopewa magari, ila hali watu wenye mahitaji maalum kama yeye wakiendelea kuachwa. Kwa hiyo akijawezeshwa ndani ya chama, akijawezeshwa kwenye serikali, lakini tunasikitika kwamba vyama vyenyewe tuliokuwepo vinawezeshwa na serikali, lakini sisi watu wenye ulemavu hatuwezeshwi. Hata kama sheria hailazimisha mamlaka wala taasisi kuwasaidia kifedha na rasilimali wagombea kama hawa wenye mahitaji maalum, wafuatiliaji wa mambo wanasema kilicho wagombea hao kinapaswa kutizama kwa jicho la pili, wakiamini kwamba mchakato wa kidemokrasia unapaswa kuanzia ndani ya vyama vyenyewe. Makwaya Shija, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu kampeni za uchaguzi huu, anasema mzigo wa lawama unapaswa kutupwa kwa vyama vyenyewe kwa kushindwa kufanya maandalizi ya kuwawezesha wagombea hao, hasa kwa vile vyama vinavyopokea ruzuku. Au vyama hivi ambavyo vinagombea viwape kipaumbele na wao, kwa sababu ni sisi wana haki sahihi kabisa ya kuweza kushiriki kwenye uchaguzi kama tulivyokuwa sio vile ambao Mungu amekubariki kuwa hatuna changamoto hiyo. Bado. Hivi sasa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC iko mbioni kuanza kutoa machapisho yatakayotambulishwa wagombea watakaopigia kura, lakini kwa hali wako ambao watakuwemo kwenye karatasi za kura, ili hali wenyewe hajawahi kwenda mitaani kuomba kura hizo.
Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Naam, msikilizaji, tukiendelea na uchambuzi wa ripoti zetu, wakati ukisalia muda si chini ya wiki moja ufanyike uchaguzi mkuu wa rais nchini Cameroon, vijana wa nchi hiyo wanasema wameshindwa kupata mwelekeo wa iwapo watapiga kura au la. Rais wa muda mrefu Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 na aliongoza Cameroon kwa miaka 43 sasa anatarajiwa kugombea kiti cha urais licha kukabiliwa na mgogoro wa kiafya. Taarifa ya mwandishi wa DW Martina Shoskovic inasomwa studioni na Silvanus Karimera. Kameruni inatazamiwa kufanya uchaguzi huo mnamo tarehe 12 mwezi huu wa 10, huku maoni yakiwa mengi kutokana na afya na uwezo wa Rais Paul Biya ambaye ameshaonyesha nia kuwania muhula mwingine baada ya kuondolewa kwa mgombea urais aliyepewa nafasi kubwa kumshinda Paul Biya, Maurice Kamto. Vijana nchini humo wameelezea masikitiko yao na kukosa mwelekeo, huku akisema kwamba hawaoni uhalali wa mchakato wa uchaguzi. Akishinda uchaguzi huu kama inavyotarajiwa, Paul Biya atachukua muhula wa 8 wa miaka 7 katika ikulu ya Kameruni. Lakini masuala yamekuwa mengi kuhusu uwezo wake wa kuongoza kutokana na umri wake katika jamii ambayo nusu ya wakazi wake ni vijana chini ya miaka 30. Hali hii imezua pia wasiwasi kwamba huenda vijana wengi wasishiriki zoezi la uchaguzi huo. Ninafuatilia siasa za nchi yangu kwa sababu ya mustakabali wetu. Sisi kama vijana unategemea ustahimilifu wa nchi yetu, lakini kuna vitu vingi tunavisubiri kabla ya kuchukua uamuzi. Mmoja wa vijana mjini Douala nchini Kameruni anayefanya shughuli za biashara ndogo ndogo aliambia DW, vijana wengi wanaonekana wenye uchungu na waliozidiwa na hali ya kisiasa nchini humo, katika hali ambapo mpinzani mkuu wa Rais Paul Biya, Maurice Kamto, amekataliwa kugombea na kushindwa kuungana pamoja na wagombeaji wengine 11 dhidi ya Rais Paul Biya. Wengi wameanza kutabiri matokeo hata kabla ya kura kupigwa. Kuzuiliwa kwa mpinzani huyo mkuu wa Paul Biya kunawafanya vijana wa Kameruni kuamini kuwa hakuna mtu mwingine anayetarajiwa kushinda isipokuwa Paul Biya. Awali watu 83 walikuwa wamepeleka fomu zao za kugombea kiti cha urais, lakini hadi mwisho ni wagombea 12 tu ambao Tume ya Taifa ya Uchaguzi iliwapitisha. Hali ya vijana kujiandaa kususia uchaguzi mkuu sasa imeanza kuonekana kote nchini humo. Floras Yewe, kiongozi wa kikundi cha vijana nchini humo, amesema kwamba kwa sasa vijana wengi wameanza kuonyesha malalamiko yao dhidi ya serikali. Sana hapo awali, kwa sasa watu wamekata tamaa kabisa, wengine hadi wameanza kuzichana kadi zao za wanachama, alisema kijana huyo katika mazungumzo yake na DW. Amesema wengi wanasubiri kiongozi huo wa upinzani Maurice Kamto kutoa tamko kuhusu ikiwa wapige kura au la, na wanasema ikiwa atakaa kimya, idadi kubwa raia wa Kameruni hawatapiga kura. Mwanasiasa mwingine Banda Kani amelaumu kambi ya upinzani akisema kwamba wao wameshindwa kuungana pamoja ili kumshinda Rais Paul Biya. Lakini kwa upande mwingine, Banda Kani ambaye ni mkuu wa chama cha upinzani cha New People's Movement MNP amesema hali ya kukosa motisha kwa vijana wa Kameruni inatokana na ukosefu wa elimu ya uraia. Baadhi ya vyama vya siasa na mashirika ya kiraia wanakishutumu chama tawala cha CPDM kuharibu mfumo mzima wa mchakato wa uchaguzi, shutuma ambazo chama hicho kinazikanusha vikali. DW tunavuma kwa kishindo. Mwanaharakati wa upinzani kutoka Venezuela Maria Corina Machado ametunukiwa tuzo ya amani ya Nobeli ya mwaka 2025 kwa mchango wake mkubwa katika kutetea haki za kidemokrasia na kupigania mpito wa amani kutoka utawala wa kidikteta kuelekea demokrasia nchini mwake. Saumu Njama na taarifa ya kina. Akimtangaza mshindi, mwenyekiti wa kamati ya Nobel ya Norway Jørgen Vatne Fridnes alisema ushindi wa Machado ni ushahidi wa ujasiri wake katika kutetea uhuru wa raia wa Venezuela licha ya mazingira magumu na vitisho dhidi ya maisha yake. Fridnes alisisitiza umuhimu wa kutambua watetezi wa uhuru, hasa wakati ambapo watawala wa kiimla wanaponyakua madaraka. The Norwegian Nobel Committee has decided. Kamati ya Nobel ya Norway imeamua kumtunuku tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2025 Maria Corina Machado. Anapokea tuzo ya amani ya Nobel kwa kazi yake isiyochoka ya kutetea haki za kidemokrasia kwa watu wa Venezuela na kwa juhudi zake za kupigania mpito wa haki na amani kutoka kwa utawala wa kidikteta kuelekea demokrasia. From dictatorship to democracy. Machado aliyewania urais kwa tiketi ya upinzani alisifiwa
kwa kuwa kiungo muhimu katika kuunganisha makundi ya kisiasa yaliyokuwa yamegawanyika na kusaidia kufanikisha muafaka wa kudai uchaguzi huru na serikali ya uwakilishi. Mwaka uliopita alilazimika kuishi mafichoni, lakini alichagua kubaki nchini Venezuela, hatua iliyowavutia na kuhamasisha mamilioni ya wananchi. Kabla ya tangazo hilo, kulikuwa na uvumi kwamba rais wa Marekani Donald Trump angeweza kushinda tuzo hiyo, uvumi uliochochewa na yeye mwenyewe kufuatia kuidhinishwa kwa mpango wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza wiki hii. Hata hivyo, wataalamu wanasema kamati ya Nobel huangazia kwa kina juhudi za kudumu za kuimarisha amani, udugu wa kimataifa na kazi tulivu ya taasisi zinazokuza malengo hayo. Tuzo ya mwaka jana ilitolewa kwa Nihon Hidankyo, harakati za wananchi wa Japan walionusurika mabomu ya atomiki kwa kazi yao ya miongo kadhaa ya kupinga matumizi ya silaha za nyuklia. Tuzo ya amani ya Nobel huambatana na medali ya dhahabu, diploma na kitita cha dola milioni 1.2 za Marekani. Itatolewa rasmi mjini Oslo tarehe 10 Disemba, siku ya kumbukumbu ya kifo cha Alfred Nobel, muasisi wa tuzo hizo. Na kuna mwendelezo wa mjadala mkubwa hapa DW ambao baadaye tutauendeleza, na kwa sasa tujikite hapa Ukraine ambapo rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky ametoa wito wa washirika wa taifa hilo kuchukua hatua za madhubuti baada ya Urusi kuzindua mashambulizi mapya makubwa yaliyolenga miundombinu ya nishati ya Ukraine. Mtu mmoja ameuawa na angalau 12 wamejeruhiwa. Wakati huo maafisa wa Ukraine wamesema wameokoa watu 23 kutoka katika maeneo yaliyokaliwa na Urusi, watoto 23 kutoka maeneo yaliyokaliwa na Urusi, huku Ukraine ikiendelea kuongeza mashambulizi ya kulenga uwezo wa Urusi kusafisha mafuta. Wakio Mbogo na taarifa ya kina. Rais Volodymyr Zelensky amesema kinachohitajika ni hatua thabiti kutoka Marekani, Ulaya na nchi wanachama wa kundi la G7 katika kufikisha mifumo ya ulinzi wa anga na kuiwekea Urusi vikwazo vikali zaidi. Zelensky amesema Urusi imerusha zaidi ya droni 450 na makombora zaidi ya 30 katika mashambulio ya usiku kucha. Jeshi la anga la Ukraine limesema mji mkuu Kiev umeshambuliwa kwa makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Urusi, na limewahimiza wakazi wa mji huo kubaki kwenye maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya usalama. Meya wa jiji la Kiev, Vitali Klitschko, amesema sehemu ya upande wa kushoto wa mto Dnipro katika mji huo hazina huduma za umeme na maji ambazo zimekatizwa kutokana na mashambulizi hayo. Watu 12 walijeruhiwa, 8 kati yao walipelekwa hospitalini, huku majengo kadhaa ya makazi yakiteketea kwa moto au kuharibiwa. Gavana wa mkoa wa Zaporizhia, Ivan Fedorov, pia alisema kupitia Telegram kwamba katika eneo hilo mtoto wa miaka 7 aliuawa na wengine 2 kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyodumu zaidi ya saa 6 ambapo nyumba binafsi na miundombinu ya nishati zililengwa. Waziri wa nishati wa Ukraine Svitlana Grinchuk kupitia ukurasa wake wa Facebook alisema kwamba vikosi vya Urusi vinafanya shambulio kubwa dhidi ya vituo vya nishati vya nchi hiyo, akitoa hakikisho kuwa wafanyikazi wa sekta ya nishati wanachukua hatua zote muhimu kupunguza athari hasi. Meya wa Sloviansk Vadim Liak ametoa wito wa tahadhari kwa umma wakati taifa hilo linapoendelea kuikabili hali. Ninawashauri wakazi, hasa wazee na familia zilizo na watoto, ni wakati wa kuondoka, angalau kwa kipindi cha msimu unaohitaji joto la nyumbani, kwa sababu tunaona adui analenga mfumo wa nishati, hususan mitambo ya majokofu na mabwawa ya mvuke. Hili linaweka hatari kubwa kwamba msimu wa joto la nyumba utakuwa mgumu sana. Kaeni imara, tuko pamoja katika hili, jilindeni. Kadri msimu mwingine wa baridi unavyokaribia, vikosi vya Urusi vimeendelea kulenga miundombinu muhimu ya Ukraine huku uvamizi ukiendelea. Hata hivyo, mkuu wa wafanyikazi wa Rais Zelensky, Andrei Yermak, alisema Alhamisi kwamba watoto na vijana 23 wa Ukraine wameondolewa kutoka maeneo yanayokaliwa na Urusi hadi kwenye maeneo yanayodhibitiwa na Kiev. Yermak alisema uokoaji huo ulifanywa chini ya mpango wa rais uitwao Bring Kids Back UA, unaolenga kuwarejesha watoto waliotekwa au kufungwa katika maeneo yanayodhibitiwa na Urusi hadi sehemu salama. Ukraine inasema Urusi imewapora au kuwahamisha kwa nguvu zaidi ya watoto 19,500 kwenda Urusi na Belarus, jambo linalokiuka mkataba wa Geneva, ingawa Urusi inakanusha madai hayo ikidai kuwa imewachukua watoto hao kuwakinga dhidi ya hatari za vita.
Msikilizaji, ni wakati sasa wa kuyasikiliza au kuyafuatilia yale ambayo yanasikika sana huko katika mitandao ya kijamii. Najat Omar tayari yupo studio hapa. Kuna yapi yanayozungumzwa sana mitandaoni? Tuanzie huko nchini Kenya ambako kanisa Katoliki nchini Kenya limezindua divai mpya ya mvinyo maarufu kama mass wine, ambayo hii itakuwa ni mpya na inatumika tu katika kanisa Katoliki kwa sababu ile ya zamani ilikuwa imeanza kuingia mtaani na inauzwa kama biashara. Divai hiyo mpya ina nembo ya Baraza la Maaskofu Katoliki la Kenya KCCB na saini rasmi ya kuthibitisha uhalisia wake, na imeagizwa kutoka nchini Afrika Kusini kwa ajili tu ya kutumika kanisani na sio kwa ajili ya biashara. Na kwa hiyo ile iliyoingia mitaani watu wanakunywa inapoteza uwezo wake. Inapoteza nadhani hadhi ya kanisa Katoliki. Sasa hii ndio habari ambayo sasa ipo katika mitandao ya kijamii na watu wengi wameanza kutoa maoni juu ya divai hii mpya. Kwa mfano James Mwangi anasema sikubaliana na kanisa, anasema sikubaliani kabisa na divai ya zamani kutumika kwenye misa. Mvinyo lazima uwe safi na uwe wa kiroho na sio kinywaji cha kawaida, manake akizungumzia baada ile kuingia mtaani. Faith Njeri anasema kwa nini watu wanaona divai tu kama ni pombe? Hii ni sehemu ya ibada, lakini tuweke heshima kwenye mvinyo ambao kanisa umeutambua. Brian Otia anasema nimesikia kwa baadhi ya divai zinauzwa ni bandia na sisi tunakunywa kanisani. Serikali na kanisa zinapaswa kudhibiti ili kuepuka hatari zaidi. Una jambo lingine? Sina haja ya kuongeza, haya masuala ya dini ni nyeti. Ndiyo kabisa. Ni kuhusiana na taarifa ya Saumu Njama juu ya kutolewa kwa tuzo ya amani ya Nobel leo ambayo imeenda kwa Maria Corina Machado, kiongozi wa harakati za kidemokrasia nchini Venezuela. Lakini nimwambie tu msikilizaji kwamba toka kuanzishwa kwake mwaka 1901 hii ni tuzo ya 20 kwa upande wa wanawake, maanake itakuwa ni tuzo ya 142 kutolewa, na huyu mwanamke atakuwa ni mwanamke wa 20 kutoka kuanza kutolewa kwa upande wa wanawake walioweza kushinda na kutunukiwa tuzo hii. Kwa Afrika ni watatu, ambao mmoja anatokea Kenya, Wangari Maathai, alafu kuna Ellen Joseph wa Liberia na Lyman Ngoe wa Liberia pia. Maoni yamekuwa tofauti na taarifa hii ipo katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram. Za Moyoni Haunga anasema pongezi zimfikie Maria kwa kuchaguliwa kwa tunzo ya amani. James Bazo anasema Trump atakufa na sonona baada ya kuona hili halikuwezekana. Ndazi Haruma anasema hongera kwake kwa tuzo hiyo ambayo wengi waliwaza itaenda kwa Trump. Mohamed Peria anasema safi kabisa, Trump ameshindwa kusuluhisha vita vilivyopo nchini mwake, akaenda kufanya vya Hamas halafu ajiapewe tuzo hiyo kwa siku moja. Hayo ndio ambayo niko nayo. Sudi, tusome ujumbe msikilizaji. Kwenye ujumbe hapa natazama